Somo letu la leo kichwa chake kinasema huduma ya matengenezo. Huduma ya matengenezo. Huduma ya matengenezo. Biblia ina neno la Mungu linatuambia tumjue sana Mungu ili tuwe na amani. Ukitaka kufanikiwa, jifunze kwa waliofanikiwa. Ukitaka ushindi, jifunze kwa walioshinda. Lakini ukitaka kufeli, jifunze kwa waliofeli. Ukitaka kuwa mjinga, jifunze kwa wajinga. Mungu wetu katika eneo la kufanikiwa, katika eneo la ufahamu, katika eneo la akili, basi peke yake anabakia kuwa wa kuigwa na kufuatwa nyendo zake zote. Amina. Kwa sababu ni Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi. Ni Mungu ndiye aliumba vyote vilivyomo. Na kama ni yeye aliumba vyote vilivyomo, basi tunajifunza kufuatana na namna zake yeye mwenyewe alivyokuwa anafanya. Sasa nasema hivyo ili tuelekee katika moyo wa somo letu la leo, ambao una kichwa kinachosema huduma ya matengenezo. Amen. Na tutaangalia jinsi Mungu ambavyo anadhihirisha tabia zake katika namna yake na mfumo wake yeye. Na tutaangalia kuanzia mwanzo wa uumbaji wake. Sasa fungua kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa kwanza. Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa kwanza. Maandiko yanatuambia, sura ya kwanza mstari wa kwanza: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mungu alianza na kitu kinachoitwa uumbaji. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ukiendelea kusoma mstari wa pili anasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Tasema mpaka ule mstari wa 5. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza usiku, akaliita usiku. Angalia maneno yanofuata: ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hiyo nataka uone ni kwamba Mungu alianza na kitu kinachoitwa uumbaji. Uumbaji ndio jambo la kwanza ambalo Mungu alianzana nalo. Lakini tunaona katika kuumba kwake, tunaona kuna matukio alikuwa anafanya siku kwa siku, siku kwa siku. Tunaanza kuona siku ya kwanza ilikuwa ni kuileta nuru katika dunia. Anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi. Kwa nini pale asemi siku ya pili? Alisema ikawa jioni, ikawa asubuhi, kuonyesha kwamba ni kitendo cha masaa, ni kitendo cha siku kabisa kibinadamu. Kwa hiyo ndani ya siku ya kibinadamu ya kwanza Mungu aliumba. Ukiendelea kusoma mstari wa 6 mpaka sura yote ya kwanza, utaona akaenda tena siku ya pili, asubuhi, jioni, akaumba vitu vingi sana katika siku ya pili. Akaumba huko jua, akaumba mwezi. Akaenda siku ya tatu, asubuhi mpaka jioni, akafanya kazi ya uumbaji. Akaenda siku ya 4, asubuhi mpaka jioni, akafanya kazi ya uumbaji. Akaenda siku ya 5 na siku ya 6 ambayo alihitimisha na mwanadamu. Alipomaliza siku ya 6, ilipoingia siku ya 7, maandiko yanasema Mungu akastarehe, akaibariki kazi yake yote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza kuona mambo yote unayoona duniani na kazi yote unayoiona ambayo unaona ni kubwa sana, Mungu aliweza kuikamilisha yote hiyo ndani ya siku 6. Kwa Mungu, kitu kinachoitwa uumbaji kwa Mungu wetu ni kitu chepesi mno, na ni kitu ambacho anakifanya kwa kitendo cha kufumba na kufumbua. Nilikaa nikatafakari jinsi viumbe vilivyoko duniani
na species ya viumbe vilivyoko duniani. Nikashangaa sana. Yaani katika ile siku ya kwanza, kama tungesema anaanza kuumba species moja baada ya nyingine kama ni wanyama. Yaani kila sekunde viumbe kama design hata 10,000. Hata 10,000 vinatokea. Sekunde ya pili design 10,000. Mpaka siku nzima inaisha jioni, viumbe aina mbalimbali. Sio idadi, aina. Yaani kama wanadamu, kuku, mbuzi, hivyo. Sekunde moja vinatokea aina labda 10,000. Kwa hiyo ilikuwa ni busy na ni haraka sana. Kwa hiyo tukisema Mungu wako anaomba, sio anaanza kuhangaika na kitu kimoja muda mrefu, hapana. Ni swala la kufumba na kufumbua, vitu vinatokea. Kwa hiyo unachotaka uone ni kwamba ndani ya siku 6 kila kitu unachokiona kilikamilika, kila kitu. Lakini jambo ambalo unataka ulione ni kitu gani kilitokea baada ya hapo. Baada ya hapo, kwa sababu Mungu ni muumbaji, tunaona Mungu alipomweka Adam na mkewe katika ile bustani, kukaanza kutokea jambo linaloitwa uharibifu. Amen. Uharibifu ulianza kuingia, na ukaanza kuingia kwa kupitia Hawa, ukaingia ukamfuata Adam, mwisho wa siku ukaathiri dunia na yote na vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba. Kwa hiyo basi, kwa sababu uharibifu uliingia, mwanadamu akaharibika pamoja na nchi ikaharibika. Ndio maana akasema nchi imelaaniwa kwa ajili yako. Adam akaambiwa nchi itaanza kuzaa miiba na michongoma, utakula kwa jasho. Maana yake ni kwamba mambo maovu yakaingia katika dunia ikaharibika sana. Sasa tunaanza kuona Mungu akaanza kazi nyingine mpya duniani. Na hii kazi nimeiweka katika session au nimeweka katika ngazi 3. Naomba nikukumbushe ujumbe wetu unasema huduma ya matengenezo. Huo ndio ujumbe wetu wa leo, huduma ya matengenezo. Sasa kitu kilichotokea ni Mungu akaanza kitu kinachoitwa matengenezo ya kitu ambacho kimeharibika. Ingekuwa ni mimi labda nimetengeneza kitu, nimekiumba, alafu nikaona kimeharibiwa, nimetengeneza simu yangu alafu nikaona imeharibiwa. Ni rahisi sana mimi kusema ngoja nilitupe ile simu huko, alifai tena. Kwa sababu mwanadamu aliharibu dunia na alijaribu yeye kweli kweli, si kidogo. Aliharibu dunia na alijaribu yeye kweli kweli. Sasa kitu kilichotokea ni Mungu akaanza kitu kinachoitwa matengenezo. Na Mungu alijua matengenezo yanaanza kwa kupitia mwanadamu. Kwa hiyo akaanza kuwafundisha. Na alipoanza kuwafundisha, alianza kwa Adam. Alipomwona Mungu anamchinja mnyama, alafu anavisha vile vazi, akajua kwamba kumbe katika wanyama damu inapomwagika basi tunapata kukubaliwa mbele za Mungu, sio majani. Kwa hiyo akatokea mtu anaitwa Habil naye akawa ni mtu ambaye anamtumikia Mungu na kumpenda Mungu. Baadaye akamtolea Mungu sadaka. Na Kaini pia alimtolea Mungu sadaka. Akajua kwamba sadaka zinaleta upatanisho kwa Mungu. Lakini tunaona Kaini baadaye akaasi, akamuua ndugu yake Habil. Lakini baadaye Mungu akamuinua Seti. Sasa kuanzia pale nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Fungua kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 25. Mwanzo sura 4 mstari wa 25. Mwanzo sura 4 mstari wa 25. Angalia Adam, maandiko yanavyosema. Adam akamjua mke wake tena, akazaa mwanamume. Akamuita jina lake Sethi, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habil, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamuita jina lake Enosh. Angalia leo neno linalofuata. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Matengenezo yalianza hapa. Maana yake ni kwamba Mungu alianza kuweka neema hiyo katikati ya watu wake. Na watu wakaanza kumuitia Mungu. Yaani watu wakaanza kumtafuta Mungu ili Mungu alete marejesho. Na hilo ni jambo lilikuwa ni zuri, lilikuwa ni mwanzo mzuri sana. Kiasi cha kwamba watu wangeendelea kumuitia Mungu, basi hii dunia ingekwisha kurekebika tangu zamani na vizazi na vizazi. Lakini tunaona watu walipoanza kuliitia jina la Bwana,
kulikuwa kuna desturi hiyo ya kumtafuta Mungu na kumuita Mungu na kumtumikia Mungu na kusubiri Mungu awatengeneze, kwa sababu kulitia jina la Bwana ni kukubali Mungu akutengeneze. Lakini tunaona kitu gani kilitokea? Tunaona hii mission haikufika mwisho. Watu walienda kulitia jina la Bwana, lakini ikafika stage ile nguvu kama vile ikapoa. Na hatimaye wale ambao walikuwa wanalitia jina la Bwana walikuwa wanaitwa wana wa Mungu. Wakajitenga makundi mawili. Kuna kundi ambalo liliitwa wana wa Mungu na binti za binadamu. Lile kundi lililoitwa wana wa Mungu baadaye likaja likapoa. Mwisho wa siku tunakuja kusoma kwenye sura 6. Inasema ndipo wana wa Mungu walipoona binti za wanadamu wakaenda kaoa, wakafunga ndoa. Alafu wakajichanganya. Walipojichanganya hata ile kumuita tena Mungu ikafa. Kwa hiyo process ya Mungu ya kurejesha kile kitu kama vile kaende kazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo sura 6, nisome ile mistari michache pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura 6 mistari michache. Anasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Kwa hiyo kumbe kulitokea tamaa ya watu wa Mungu kuona vitu visivyofaa, wakaviona kuwa ni vizuri. Wakajitwalia wake wote walio wachagua. Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Angalia mstari wa 4. Anasema nao Wanefili, kulikuwa kuna watu wanaitwa Wanefili. Ukisoma huko chini anasema maana yake ni majitu. Walikuwako duniani siku zile. Tena baada hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen. Kwa hiyo kitu gani kilitokea? Ni kwamba baada ya Mungu kuanza kitu kinachoitwa matengenezo, tunaona yale matengenezo hayakufikia kilele chake kikamilifu. Kwa hiyo Mungu alitembea na watu wa Mungu katika matengenezo kwa muda mrefu sana, lakini bado tunaona waliishia pabaya. Bwana asifiwe sana. Historia inaonyesha, sio historia, hata Biblia ukisoma hivi vizazi vya miaka, ni miaka 2000 ilipita mpaka gharika ilipokuja. Leo hii ni mwaka 2026. Dunia iliumbwa mwaka wa kwanza, lakini mwaka 2000 dunia ndio inateketezwa. Kwa hiyo kwa miaka 2000 Mungu alikuwa anafanya matengenezo ya wanadamu, lakini ikashindikana, ikaonekana kama imeshindikana. Sio kwamba imeshindikana, ikaonekana kama imeshindikana. Mungu akagairi, akafutilia mbali wanadamu wote, akasema ninaanza tena upya. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaona baadaye Nuhu akahubiria wale watu, lakini wale watu hawakusikia. Mwisho wa siku dunia ikagarikishwa na maji, kama vile mission imefeli. Lakini Mungu kwa sababu ni Mungu wa matengenezo ambaye asikata tamaa, akaanza tena process ya kitu kinachoitwa matengenezo mengine. Ndio baadaye tunaona baada ya Nuhu kuzaa watoto wake, akaja akatokea mtu anaitwa Ibrahim. Ibrahim akatokewa na Mungu. Kwa muda wako kusoma Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza. Mwanzo 12:1. Ibrahim akatokewa na Mungu. Mungu akamwambia Ibrahim, ondoka katika nchi, nenda katika nchi nyingine, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Lengo la Mungu sio kwenda kumfanya yeye tajiri, lakini lengo la Mungu ni kwenda kulitengeneza tena dunia na watu walioharibika. Kwa sababu mwanzoni alitumia wana wa Mungu kutengeneza dunia, lakini wana wa Mungu walijichanganya na binti za wanadamu. Mwisho wa siku dunia ikaharibika tena. Lakini hapa tena anamtokea Ibrahim, anamwambia Ibrahim, nenda na uzao wako nitatengeneza tena dunia. Kwa hiyo Ibrahim akabarikiwa na uzao wake, yani wana wa Mungu aina ya pili. Na wana wa Mungu waliitwa Waisraeli. Kwa hiyo tunaona Mungu akaanza kutembea na watu wanaitwa Waisraeli, wakaenda jangwani,
wakafika jangwani, wakaingia utumwani huko, wakatoka utumwani wakaja katika nchi yao ya ahadi. Mungu akawapa kitu kinachoitwa sheria. Watu wasiokuwa na sheria baadaye wanapata sheria. Wanaanza kuona Mungu akianza kuitengeneza tena dunia na mioyo ya watu. Kwa hiyo Mungu alikusudia kupitia Waisraeli hii dunia na wanadamu watatengenezwa, watarudishwa katika nafasi ambayo waliipoteza. Lakini tunakuja kuona hawa wanaitwa Israeli na wenyewe walienda vizuri na Mungu. Musa anaambiwa wavushe hawa watu, lakini Musa akaonyeshwa maono, akaambiwa hawa watu baadaye watakengeuka, akaambiwa hawa watu baadaye mwisho wake hautakuwa mzuri. Ndio Musa akatunga ile mithali, kumbukumbu la Torati, zile sura za mwishoni, akasema Yeshuruni amewanda, akamsahau mwamba wokovu wake. Amenenepa, hamtaki tena Mungu. Na kweli wana wa Israeli walipokuwa jangwani walikuwa wanamcha Mungu na imani, wakifika na Taanya bahari ya Sham, mto Yordani, wanafika kule kuta zinaanguka. Ni Mungu alikuwa anatembea live duniani, kwanza kuwatengeneza watu, lakini pia alikuwa anaenda kuutengeneza ulimwengu kwa kupitia Wayahudi wa Israeli. Na kweli wakafika pia nchi ya ahadi. Kipindi cha mwanzoni wakaendelea kumcha Mungu, wakawa wanakula, wanakunywa wako kwenye nchi inotiririka maziwa na asali kweli. Wakaendelea wakaanza kupoa. Yaani Mungu alikuwa anaenda kufanya marekebisho, lakini matengenezo wakaanza tena kufanyaje, kushuka. Mwisho wa siku wale watu wanaitwa Israeli wakataka wafalme, baadaye wakaanza kuabudu miungu, baadaye wakaanza kuwa watu wa kimataifa, wakawa wananajisi sabato za Mungu, washike sheria mpaka kitabu cha Torati ikafichwa huko. Kikakaa miaka mingi hata watu hawajui kama kuna Torati. Israeli ilikuwa ni nchi ya kipagani baadaye. Mwisho wa siku Mungu akawatuma manabii warejeshe Israeli, warudi katika ile nafasi ya Mungu, endelee kufanya matengenezo. Lakini hawakusikia mpaka wakachukuliwa wakapelekwa tena Babeli utumwani. Kwa hiyo unaona kama ukiangalia kibinadamu unaona kama project za Mungu zinaenda kwa kufeli. Yaani zinaanza afu zinafeli mahali fulani. Zinaanza afu kama zinaonekana zinafeli afu zinachukua muda mrefu. Kuna picha nataka uitengeneze hapo. Katika swala la kuumba alimsumbui Mungu. Mungu kuumba imemchukua siku 6 tu. Lakini matengenezo ya Mungu, angalia grafu yake inavyoenda. Grafu yake inaenda hivi. Inaenda kama anafanikiwa, alafu inashuka. Kama inafanikiwa, alafu inashuka. Kuna kitu nataka tujifunze hapo kuhusiana na hiyo hali ambayo imekuwa ikienda hivyo. Kwa sasa hawa wanaitwa Waisraeli wakafeli, wakaenda Babeli. Mungu akakasirika, akabomoa kabisa na ile hekalu, akasema nilikuwa nimekusudia jina langu liwepo hapa, nimegairi. Wakatawanywa duniani kote. Lakini sio wote. Akabakisha kaurithi kidogo kanachoitwa Yuda. Wale wengine walienda duniani kote kipindi cha uhamisho wa Babeli. Kabla uhamisho wa Babeli walichukuliwa Ashuru wakapelekwa kote huko. Pengine hata Tanzania huko kuna Wayahudi. Kwa hiyo baada hapo kikabaki kiurithi kidogo kinachoitwa Yuda. Mungu akaacha mabaki na masalia. Awaangalie je watatubu. Waende tena tuende tukafanye matengenezo. Kwa hiyo wakabaki Israeli pale, wakarudishwa baadaye kutoka utumwani Babeli, wakarudi tena wakajenga hekalu. Lakini tunaona bado wakatokea watu wa kidini wanaitwa Mafarisayo, Masadukayo na watu wengine wasiomjua Mungu. Mwisho wa siku ndo wakaenda mbali kabisa na mpango wa Mungu mpaka Kristo anakuja kutokea. Wale watu wanaitwa Wayahudi ni kuwapinga manabii na kuwapiga mawe tu. Unajua watu wanadhani kwamba kile kipindi cha Malaki alitokea miaka 400 kabla ya Yesu. Hiyo miaka 400 mpaka kipindi cha Yesu watu wanadhani kulikuwa kuna manabii. Walikuwa manabii wanatokea, sema Biblia hizi kaandika kila kitu. Mungu alikuwa anawapa Israeli manabii wengi kuambia rejeni, rudieni, Masia anakuja, mkombozi atakuja pia kuwasaidia. Wapi? Wanapiga kwa mawe. Paka Yesu anakuja duniani. Akagairi kabisa. Kristo alikuja kwa Wayahudi kuja kuwarejesha, lakini wakamkataa, wakamsulubisha. Akagairi kabisa ule mpango wake, kana kwamba vile anajuta kwa nini aliwachagua tena wale watu, lakini Mungu hajuti. Bwana asifiwe sana. Fungua kitabu cha Mathayo sura 13. Sura 23. Mathayo sura 23 na mstari wa 37.
na mstari wa 37. Angalia Yesu maneno ambayo alikuwa anawaambia Wayahudi. Mathayo sura 13:37. Yerusalem, Yerusalem, huwaue manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu imeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Yesu ilifika stage akasema, sasa ninawaacha. Huu mpango ninairisha. Mimi sasa ninageuka, ninaenda sehemu nyingine. Na hapo ukisoma Warumi sura ya 11 kwa muda wako yote, utaona anawafananisha Waisraeli kama mzeituni mwitu na mzeituni halisi sisi mataifa. Akasema mzeituni halisi ni Israeli. Ulikatwa ule, tukapachikwa sisi mzeituni mwitu. Maana kwamba Mungu aliwakata Wayahudi ambao walitarajia angetengeneza angefanya matengenezo kupitia wao, lakini ikashindikana. Baada hapo neema ikahamia kwetu sisi tunaitwa mataifa. Mungu akaendeleza matengenezo yake. Mungu akati tamaa. Mungu afanyaje? Akati tamaa. Mungu ni Mungu wa matengenezo, asiyekata tamaa. Kwa hiyo akaanza tena mpango kama mwingine upya kwa kupitia sisi watu wa mataifa tunaitwa kanisa, na Roho Mtakatifu akiwa juu yetu. Mwanzoni alienda na wale wana wa Mungu wakafeli. Akaja kwa Wayahudi, watoto wake wakafeli. Akaja kwa kitu kinachoitwa kanisa ambalo ni sisi mitume wa Agano Jipya. Na mitume walipoanza, kanisa la kwanza ni kanisa ambalo lilikuwa linaenda kutengeneza utukufu mkubwa sana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani ndani ya kipindi kifupi walikuwa shopinda ulimwengu. Wale waliopinda ulimwengu wamefika na huko. Kipindi kifupi dunia ilikuwa chini ya miguu yao. Kanisa la kwanza lilikuwa na utukufu mkubwa mno wa Mungu, na Roho Mtakatifu alitembea kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Historia zinaonyesha swala la miujiza ilikuwa ni kitu cha kawaida sana, na upendo ulikuwa ni upendo usiokuwa wa kawaida. Anasema watu wote walikuwa na vitu vyote shirika, wala hakuna mtu aliyesema hichi kitu ni cha kwangu peke yangu. Mungu akaliongeza kanisa kila siku kwa ile idadi ya watu walikuwa naamini, kiasi cha kwamba hata mtu akinajisi tu ule upendo kidogo tu, akaenda akadokoa tu sehemu ya mapatano yao, Roho wa Mungu mwenyewe anashuka anampunish kifo. Anania na Safira anashuka anampunish. Kwa hiyo kulikuwa kuna hofu kubwa ndani ya kanisa la Mungu, na Mungu alikuwa anaumba ulimwengu kwa namna sio kwa kawaida. Lakini angalia tena kama vile ile project ya Mungu ilienda. Baadaye ukija kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na 3, Yesu anaweza kumtokea Yohana anamwambia, mara mmeusahau upendo wenu wa mwanzo. Mara umewajaribu wao ambao ni mitume kumbe sio. Mara anakuja kutokea yule Jezebel. Mara yanakuja kutokea mafundisho ya Nikolai. Sasa kanisa linaanza kuwa na mikanganyiko ndani yake ambayo Mungu hakuintend tokea mwanzo. Hiyo mikanganyiko tena inaanza kama kule kudidimiza ile kusudi. Na mpaka leo tunavyozungumza, tunavyosema hivi, ni Mungu ambaye anaendelea kufanya matengenezo, lakini kuna kitu ambacho kinaleta kudidimia kwa kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sauti ifike ndani ya sikio lako la ndani. Kwa hiyo kilichotokea ni sasa hivi kama kuna didimia kwa lile kusudi la Mungu. Lakini ninachotaka ukione ni kwamba kila hatua ambayo Mungu alikuwa anaenda kunatokea kuanguka, Mungu alikuwa anatimiza kusudi fulani. Kipindi cha Nuhu Mungu alianza kuumba akamleta Ibrahim. Kipindi cha Ibrahim akaleta kanisa. Na mwisho wa dunia ambapo unaenda ukengeufu unaongezeka, imaanishi kwamba Mungu kafeli. Mungu anaenda kuleta kitu kingine kinachoitwa unyakuo wa kanisa, ndio utimilifu wa kusudi la Mungu na matengenezo ya Mungu.
na baada hapo Mungu atakuwa amemaliza matengenezo yake kama alivyokuwa amekusudia tangu mwanzo. Amen. Sasa kwa nini nimesema hivyo? Nilikuwa nataka tu tuione hii tabia ya Mungu wetu jinsi ilivyo. Yaani tunavyozungumza mpaka leo, Mungu anaendelea kufanya kazi. Lakini kazi Mungu anayofanya leo hii sio kazi ya kuumba. Kazi ambayo Mungu anifanya kwa muda wa miaka 6000, kwa sababu tangu dunia iumbwe mpaka leo ni miaka 6000. Mungu hafanyi kazi ya kuumba. Aliumba kwa muda mfupi, lakini Mungu anafanya kazi ya matengenezo kwa muda mrefu. Yaani kwa Mungu matengenezo kwake ni process, kwake yeye ni process kuliko kuumba. Ndivyo alivyo na asili yake ilivyo. Ndio maana unaona inachukua muda mrefu Mungu kufanya matengenezo. Sijui kwa nini ameamua kuweka hivyo. Angeweza tu kwamba Adam kaasi, mti uzima ule pale, nenda kale mti uzima, uishi milele, dunia ishe, dunia irejeshwe katika utukufu wake. Lakini matengenezo ya Mungu hayako hivyo. Yanachukua muda na ndivyo ataendelea kuchukua muda. Hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha nini? Lazima tujue kwamba na sisi ndani yetu ni miungu. Sisi ni miungu. Na Mungu alishatuumba. Lakini tulishaharibiwa na dhambi. Kwa hiyo maisha tunayoishi hapa duniani, ndugu zangu, lazima tujue ni maisha ya matengenezo. Mwambie mwenzako, unaishi katika maisha ya matengenezo. Je, unatengeneza maisha yako? Bwana asifiwe sana. Anasemaje? Ndio au ameshamaliza kuyatengeneza? Bwana asifiwe sana. Mungu alituumba sisi wakamilifu, lakini dhambi ilipoingia na kututia unajisi, japokuwa tumeokolewa, lakini bado tunaendelea kutengenezwa. Kwa sababu Mungu naye anaendelea kufanyaje? Kutengeneza. Lakini angalia matengenezo ya Mungu yalikuwa yanaenda kama yanaenda, yani grafu ya Mungu inaenda hivi, inainuka, matengenezo yake yanafika mwisho juu. Lakini aendi hivi, grafu yake inaenda kama inaenda inashuka, inaenda inashuka, inaenda inashuka, mwisho siku anafikia kilele. Lakini Mungu wakati tamaa, anapoona kama vile project imefeli, kumbe kwake hajafeli, ndio inaendelea kutengenezwa. Sasa hebu chukua hiyo hali afu ilete kwenye maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Je, jiangalie maisha yako. Je, ndio kuna mwingine anaweza kusema mimi nimekaa kwenye wokovu sioni mabadiliko yote. Kwanza nikiwa naendelea kuomba, kuna mtu anakuambia sasa maombi yako yanasaidia nini? Au shetani anaweza kukuambia sasa maombi yako yanasaidia nini? Mbona umeomba sana? Mungu anakuambia uombe ujijenge nafsi. Mbona unaomba kila siku ujijenga nafsi? Lakini unaona kama hali wakati mwingine ndo hali inakuwa mbaya. Bwana asifiwe sana. Hali kuwa mbaya haimaanishi kwamba hautengenezwi. Amen. Ukijiona namna fulani, wakati mwingine unashindwa kuwa stable na unasema nimemtafuta Mungu na nimemtumikia Mungu, haimaanishi kwamba hauko kwenye matengenezo. Huko kwenye matengenezo. Mwanadamu ana tabia ya kubadilika stage by stage, taratibu. Usidanganywe na mtu anakuambia ghafla binivu nimeshakuwa kiroho. Yaani nimezaliwa leo, kesho nimekuwa kiroho. Anayekwambia hivyo ni Mungu. Na yule mtu anakuambia nimeendaga tu hivi mpaka nimefika kule, huyo anakudanganya. Lakini popote pale ambapo unajiona unatembea katika safari yako ya imani, usiache hata siku moja kudumu katika maisha ya matengenezo kila siku. Usiangalie kwamba leo mbona nimeshuka kiroho, mwaka jana nilikuwa hivi, ngoja sana mimi ni relax, nimekata tamaa, hakuna chochote kinachonisaidia katika maisha ya imani. Acha hiyo. Kuna hatua kati ya yule wa jana na huyu wa leo wewe. Lakini endelea katika matengenezo mpaka mwisho, kwa sababu Mungu wetu na yeye ni Mungu wa matengenezo siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote. Na mpaka leo anaendelea kutengeneza dunia, na ataikamilisha hii dunia na itakuwa kamilifu. Na atamkamilisha mwanadamu na atakuwa mkamilifu. Ijapokuwa alishafanya kazi hiyo hata katika Kristo Yesu, lakini vyote vitaenda kumalizika katika uzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nachotaka niseme, angalia maisha yako, dumu katika matengenezo, endelea na katika matengenezo mpaka ufikie kilele. Usiangalie hali ya leo ikoje, hali ya jana ikoje, ya juzi ilikuwaje. Kila siku endelea, endeleza, tengeneza na Mungu. Lakini pia kanisa nalo hivyo hivyo. Kanisa nalo hivyo hivyo linapaswa litengenezwe. Kanisa laweza kupitia vipindi tofauti tofauti.
vipindi vya kushuka, vipindi vya kuinuka, lakini haimaanishi kwamba kanisa likui kiroho. Kanisa linakuwa kiroho na Mungu analitengeneza. Usije ukasema mbona upendo wetu hapa kanisani haupo, au mbona upendo wetu tunauona unazidi kuwa mbaya, au upendo wetu mbona unakuwa taratibu. Jua upendo unakuwa, lakini endelea kila siku kukaa katika matengenezo, na tulitengeneze kanisa kwa kuondoa yale ambayo yampendezi Mungu, kwa sababu ndivyo ilivyo. Matengenezo ni magumu zaidi ya uumbaji. Kuumba jambo jipya ni rahisi, tukianza kitu fulani ni kirahisi, lakini kukitengeneza inapoharibika ni ngumu. Ndivyo ilivyo, ndio nature. Tusiwe watu ambao tunakata tamaa, bali kila siku tuendelee kujitengeneza. Pale ambapo tunaona tumepoa, tunatengeneza, tunasonga mbele. Pale ambapo tunaona tumeshuka, tunainuka tena, tunasonga mbele mpaka tufikie kile kilele cha utimilifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo nilikuwa nataka leo tulijue kuhusiana na sifa hizi za Mungu wetu. Inachukua muda Mungu kutengeneza, na itakuchukua muda kutengeneza. Tengeneza maisha yako, usiruhusu ubaki pale pale. Usiruhusu kukata tamaa, usiruhusu kusema mimi ni wa hivi tu siku zote. Mimi ni mtu wa hasira, nimeomba sana hasira zishagi. Si mimi dili na hiyo hali maisha yako yote. Mambo mengine yanaweza kaja katoka miaka 10 mbele. Usijione kwamba vile Mungu akusikii, lakini matengenezo ya mwanadamu yanaenda stage by stage. Ndio maana maandiko yanasema anene kwa lugha anajijenga nafsi yake. Unaweza kunena kwa lugha afu unasema mbona sijioni nimejengeka katika kile ngono unachotaka. Wewe endelea hivyo hivyo. Maisha yako yatakuwa na tofauti. Leo yako na miaka 5 mbele na 10 mbele itakuwa na tofauti. Amen. Lakini tunashirikiana na Mungu katika kuhubiri Injili. Kuhubiri Injili tunatengeneza na Mungu ulimwengu wake ulioharibika. Kwa hiyo kama Mungu wakati tamaa watu waovu, wewe nani ukati tamaa watu waovu? Ingekuwa ni kukata tamaa, angeshakata tamaa kipindi cha Nuhu. Angeshakata tamaa kipindi cha Waisraeli. Lakini mpaka leo Mungu akati tamaa. Anadili na watu wenye dhambi, na kila siku wanaokoa, japokuwa watu wanaharibu kanisa lake na watu wake. Kwa hiyo usiangalie kanisa limeharibika huko, mambo yameharibika, ngoja mimi niache. Usiache, usikate tamaa, endelea kutengeneza na Mungu. Ingia katika kazi ya matengenezo. Vitu vimeharibiwa, sisi tunavitengeneza. Ndio maana tunaitwa wana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu anasema babangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Na wewe unafanya nini? Bwana anarekebisha, wewe kwa nini usirekebishe? Bwana anajenga, wewe kwa nini usijenge tena? Wewe wameharibu kusudi la Mungu, Mungu analitengeneza tena. Wewe kusudi lako limeharibiwa, umekula kona, umekimbia. Tengeneza tena kusudi lisimame. Kusudi la Mungu liendelee mbele. Jambo la kimungu lisimame tena. Ufalme wa Mungu usimame tena. Mungu anapendezwa na watu wenye tabia kama hizo. Mungu akiwaona watu kama hao, anajiona yeye mwenyewe, anasema kweli yule kanijua mimi ni nani, na yule kweli ni mwana wangu, ndio damu yangu hii, kwamba haikatagi tamaa katika swala lake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usiangalie muda, usiangalie wakati, endelea kila siku katika matengenezo ya maisha yako. Endelea kila siku katika matengenezo ya kanisa, katika kazi ya Mungu. Maandiko yanasema mwenye haki ajapoanguka mara 7 atainuka tena. Kuanguka sio kwenda kutenda dhambi, kushindwa. Kuanguka ni kushindwa kutimiza kusudi fulani. Kwa ukishindwa kutimiza kusudi fulani la Mungu, unainuka tena, unaanza tena kulifanya ile kusudi la Mungu. Unainuka tena, unaanza tena kulifanya ile kusudi la Mungu. Matengenezo. Tumekosea mahali fulani, tunarekebisha, tunaendelea mbele. Mpaka Kristo atakaporudi, tutakuwa katika matengenezo tu. Amen. Lakini ukamilifu tutaufikia. Hatujui ni wakati upi, lakini mpaka mwisho tutaufikia ukamilifu. Kristo atakapokuja kukamilisha yote katika ulimwengu, tutakuwa tumefikia ukamilifu wa matengenezo pamoja na Mungu wetu. Amen. Amen. Kwa hiyo hilo ni somo ambalo nitamani leo tutafakari pamoja, litutie nguvu, lituhamasishe kama kanisa tuendelee na matengenezo katika maisha yetu na katika kazi ya Mungu, na mengine Bwana atazidi kutujalia kuyafahamu. Basi mpaka hapo tumefikia kilele, ili tuache na nafasi ya kujifunza kwa njia mbalimbali za maswali na majibu siku ya leo, Bible study. Hivyo basi ukiwa na swali lolote, tunaenda kujifunza kwa njia maswali na majibu. Bwana asifiwe sana. Kabla ya kwenda kuomba